Jambo Tanzania, karibu katika mwendelezo wa kuzidi kukuletea matukio pamoja na habari mbalimbali, iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Hii ni Yegowasu TV. Usiache kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, na X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutoka hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Jeshi la polisi mkoani Mara linathibitisha mauaji ya Mariam Mpaye Rubunda, mtoto mwenye umri wa miaka 2 na miezi 9, mkazi wa mtaa wa Zanzibar manispaa ya Musoma mkoani Mara. Akitoa taarifa kwa umma, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mara CACP Pius Rutumo amesema tarehe 22 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 majira ya saa 10 kamili za jioni huko katika mtaa wa Zanzibar kata ya Makoko halmashauri ya manispaa ya Musoma mkoani Mara, Mariam Mpaye Rubunda, mtoto mwenye umri wa miaka 2 na miezi 9 aliyekuwa akiishi na wazazi wake mtaa wa Zanzibar aliuawa kwa kutumbukizwa ndani ya shimo la maji taka lililopo jirani na nyumbani kwao katika nyumba inayomilikiwa na Alois Steven na mtu aliyetambulika kwa jina la William Koga Kunegea mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa mtaa wa Buhare. Inaelezwa kuwa William Koga Kunegea anayedaiwa kuwa na changamoto ya afya ya akili alimchukua mtoto Mariam Mpaye Rubunda akiwa peke yake nyumbani kwao, kisha kufunua mfuniko shimo la maji taka na kumtumbukiza akiwa hai na kupelekea kifo chake. Mtuhumiwa baada ya kutekeleza tukio hilo alikimbia kusikojulikana. Aidha, katika hatua za ukamataji, wananchi wema walimfuatilia mtuhumiwa huyo na kufanikiwa kumkamata. Kutokana na tukio hilo alilokuwa kalifanya, wananchi hao walimshambulia kwa kumpiga sehemu mbalimbali za mwili wake na kumjeruhi. Ni kweli ndugu mwanahabari. Hilo ni tukio la tarehe 22 mwezi wa 11 2025 ambapo majira ya saa 10 za jioni maeneo hayo ya Zanzibar kata ya Makoko kama ulivyosema, manispaa ya Musoma, mtoto wa miaka 2 na miezi 9, mtoto wa kike, huyu alichukuliwa na mtu ambaye hafahamiki na kwenda kumtumbukiza katika shimo la taka. Na baada ya kufanya hivyo mtuhumiwa aliweza kutoroka, lakini watu wema, raia wema walifanikiwa kumkamata. Ni mtu ambaye alifahamika kwa jina la kwa jina la William Koga, ni Koga Kunegea na nafikiri ana umri wa miaka 20, ni mjita. Huyu mtu, mahojiano ya awali naonekana kwamba ni mtu ambaye alikuwa na matatizo ya akili, alikuwa na shida ya akili. Kwa hiyo tukio hilo ni kweli lipo, lakini huyu mtu hawa raia wema kwa kuwa hawana ujuzi wa ukamataji na mtu kama anavyosema anakuwa na akili sio nzuri, waliweza kumshambulia, akapelekwa hospitalini na mwenyewe baadaye aliweza kufariki. Kwa hiyo tukio hilo lipo na limeshughulikiwa katika uchunguzi, na bado tunaendelea kupata uchunguzi zaidi kuona hizi taarifa za pengine hata upungufu wa akili na nini, kuona yakoje hali halisi. Kwa hiyo sisi tunaendelea na uchunguzi wa jambo hilo, lakini kwa lengo sasa la kupata hali halisi ya jambo hilo lilipotokea. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Mara kuwa makini na watoto wao pindi wanapokuwa katika michezo. Pia jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kutokujichukulia sheria mkononi wakimkamata mhalifu au mtuhumiwa, na badala yake watoe taarifa kwa vyombo husika ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa haraka dhidi yao. Asante. Ni kweli nitumia nafasi hii kutoa wito kwa ajili ya wananchi wote kwa ujumla kuchukua tahadhari kwa watu kama hawa ambao pengine tunaishi nao na pengine wanakuwa hawana akili nzuri. Lakini pia nitoe wito kwa wananchi pale inapotokea wamemkamata mtuhumiwa, waache kujichukulia sheria mkononi, kwa sababu pengine huyu mtu wasingeweza kumshambulia, tungeweza kumhoji vizuri na tukapata ukweli wa jambo hilo kutoka kwake bila kutumia vyanzo vingine. Kwa hiyo pia wananchi wawe na subira, wasiwe na ile haraka ya kujichukulia hatua mkononi. Yegowasu TV pia ilipata nafasi ya kuzungumza na wazazi wa marehemu Mariam Mpaye Rubunda. Ndio majina yangu. Mimi ilikuwa muda wa saa 10 niko kibaruani nafanya kazi huko. Kuna mtu alinipigia simu kwamba uko wapi?
Nikamwambia mimi niko kazini. Nikamwambia wai kuna mtoto wako wamemdondosha wapi? Wamemdumbukiza kwenye shimo. Basi akakata. Nikamwambia nikarudia tena kumtafuta kwenye simu hapatikani. Nikaacha kazi. Nikabidi nipande gari ya kunileta. Nafika mjini hapo stand hapo. Nilipofika hapo nafika kidogo kuna mtu ananiambia usije, nenda paka hospitali. Nikamwambia hospitali gani? Nikamwambia sijui ameenda Makoko, sijui ameenda jeshini. Kufika hapo jirani hapo mtu ananiambia usiende hospitali, wewe rudi tu nyumbani. Wakati huo kumbe mtoto ameshamtoa hospitali, wameshamleta huko nyumbani. Kaja moja kwa moja paka nyumbani hapa. Nilipofika nyumbani kaangalia mazingira, kaniambia nikawauliza mtoto wangu yuko wapi? Wakanificha. Nikamwambia mtoto wangu yuko wapi? Usimniambie. Wakanificha. Yeye anataka kuingia ndani wananishika. Nikamwambia wewe baki tu hivi. Kaa hapo hapo. Kanipa kiti nikakaa hapo. Wakaa kama saa ngapi hivi kasema hamna. Naomba nimuone mtoto wangu, naomba niingie ndani. Wakakataa. Sasa nikawa naona watu tu, kitu ambacho nilikuwa nakiona, watu walikuwa wanakuja wanapitia pale. Kwa hiyo nimekaa pale wanapitia pale wanakuja huko. Wanakuja wanaangalia humo, wanarudi ndani. Wanakuja wanaangalia wanarudi ndani. Naambia jamani, kwa nini? Basi kitu hicho kifanya nikamaliza, nilivyopoa, nikasikika nilivyopoa kidogo nikaja. Kaona watu wanakuja huko nikabidi nije hapo kwenye shimo. Nikaangalia lile shimo, nikamaliza nikarudi tena kwenye kiti nikakaa. Nilivyokaa pale nikamwambia sasa mimi nahitaji nione mtoto, pale nimeona shimo tu, mtoto yuko wapi? Lakini kumbe nilikuwa sijini ikoje, yani sielewi. Sasa nilipopoa sasa ndio wananiambia njoo muone mtoto wako. Mimi nikaenda nikaangalia mtoto nikamkuta amemlaza hapo kwenye godoro, mtoto amekufa. Ndicho kitu ambacho nako kifahamu mimi. Hata yule mtumiwa ambaye amefanya hicho kitendo simfahamu. Kwa hiyo mimi sifahamu zaidi ni kwamba ndicho hicho kitu nilichokiona. Alikuwa na umri wa miaka 3. Mtoto wangu ni wa 6 yule. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Zanzibar uliopo kata ya Makoko manispaa ya Musoma, Mheshimiwa Hamisi Mfungo Kuyenga alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Hamisi Mfungo Kuyenga, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Zanzibar kata ya Makoko. Hili tukio ilikuwa ni saa 10:17 nilipopigiwa simu na mchungaji Samson Yusuf akinihitaji nije hapa, akinambia kuna tukio mtoto amedumbukizwa shimoni. Sasa sijajua ni nani kamtumbukiza kwenye shimo, mimi nikaja. Nilipofika hapa nilikuta tayari mtoto ameshamtoa kwenye shimo. Wanapanda pikipiki kwenda wapi? Kwenda hospitali. Sasa mimi nilichokifanya nilimuuliza Samson, huyu aliyemtupa shimoni yuko wapi? Samson akanambia yuko huko anapigwa huko karibu anauawa huko. Sijakaa sawa wakamleta barabarani nilipokuwa nimesimama mimi. Sasa nilichokifanya niliwaambia kwamba jamani muacheni. Kwa kuwa mmeisha niita hapa muacheni. Akawepo na mmoja anaitwa Njemo, tukasaidiana naye. Basi watu wakamwacha. Lakini baadaye Njemo akanambiaje mwenyekiti, yule mtoto kwa hali ile mimi najua atakuwa ameshakufa. Sasa basi huyu bwana tumtoa hapa tumpeleke wapi? Polisi. Maki baba yake na huyu mtoto akitoka huko, huyu bwana wataulia hapa na sisi tutaingia matatani. Basi tukamchukua huyo jamaa tukampeleka mpaka kituo cha polisi. Lakini polisi nilikuwa nimeshawapigia simu. Wakati tunaenda pale polisi pale tulikutana na mtu anayeishi naye huko kwao huko. Akasema huyu huko ni wapi? Kurumuli. Akasema kwamba akili zake haziko sawa. Akaja moja kwa moja mpaka huku. Na alikuwa akiulizwa na askari, wewe ndiye umetupa mtoto ndani ya shimo? Ndio. Kwa hiyo mtoto amekufa? Ndio. Ni nini kilichosababisha ukatupa mtoto kwenye shimo? Kichwa kilikuwa kinaniuma. Mpaka sasa kichwa kinaniuma. Yegowasu TV pia ilipata nafasi ya kuzungumza na wananchi wa mtaa wa Zanzibar uliopo kata ya Makoko manispaa ya Musoma. Nilikuwa natoka kwenye sherehe huku juu kwa huyo mama alikuwa amebatiza mtoto wake. Nilipofika hapo nikaona watoto 3 wamesimama pembeni na baba mmoja amechungulia kwenye shimo, yani ameningiza kichwa kwenye shimo kabisa hivi ampiga magoti. Nikamwambia nani amekupa idhini ya kubomoa shimo langu hapo kwenye tofali ukatoka bandua? Hakunijibu. Akachukua boza akakimbia. Ukimbia nikamwambia jamani naomba mnikamatie huyo
amebomoa shimo langu la choo chini, amebomoa matofali, amekimbia. Alafu ameniingiza kichwa kwenye shimo, alikuwa anataka kujiua au vipi? Au ana stress gani? Mkamati wasema kama kwanza kujiua amekimbia, achana naye. Nikamwambia sasa amebomoa tofali zile, alikuwa anatafuta nini? Naomba mlete. Hata nikapiga, yo jamani kamateni huyo. Kidogo mwanangu akaingia na pikipiki. Alipoingia na pikipiki, nikamwambia kuna mtu alikuwa amebomoa shimo la choo huku. Amechungulia, anataka kwanza kujiua. Kwa naomba mkimbize mlete. Kidogo nikutana jirani yangu huyu. Akaniambia unapiga nini kelele? Nikamwambia kuna mtu kwanza kujiua kwenye shimo. Mimi nafikiri amekuibia ebo. Shimo liko sehemu gani? Nikamwambia liko huko nyuma ya nyumba. Basi wakaja huyu baba Zamberi pamoja na Saida na binti yangu. Walipofika wakasema wanasema kuna shimo, kumbana kuna mtu. Kuna mtu. Ndio tukapiga yowe msaada. Baadaye mimi nikapoteza fahamu. Sikuelewa kinachoendelea. Kwa ameenda kanisani. Hata wakati tufanye tukio ile mama wa mtoto amekuja, amekuta mtoto tayari ameshatolewa. Hata hospitalini ameenda baadaye. Na watu wengine wamemchukua hapa watu na pikipiki wakampeleka hospitali. Ina maana huyu mama alikuwa ameenda kanisani. Huyu mama alienda kanisani, alisha mtoto akamwacha hapo nyumbani. Na hapa huwa kuna ukumbi wa video. Na hapa kuna watoto wengine. Ina maana mambo watoto anaweza kutoka pale akaja akakusanya na watoto wengine kwa ajili ya kucheza. Hakuwa na hali nzuri. Hata sisi tulifanya kwa sababu hatuna uhakika kwamba huyu anapona au amekuaje. Kwa sababu sisi wakati tunamuondoa kwenye shimo alikuwa simami. Na tulimlaza na kuweza kufanya nini? Kumkamua. Ndio akawa anatoa mauchafu kwenye mdomo. Na tukaona sasa huyu tumkimbize hospitali, huduma ya kwanza. Ndio tulichokifanya. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Huu ni mwendelezo wa kuzidi kuletea habari pamoja na matukio mbalimbali. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado. Chumba cha habari yupo Dekawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.